Kwa hiyo tukafikiri kuwa na kituo kama hiki kwanza itakuwa ni sehemu ya kuongeza mchango wetu kwenye nchi yetu, kwa sababu tunafahamu kwa takwimu kwa sasa hivi nchi yetu ina vituo salama 4 tu nchi nzima. Kwa hiyo uhitaji bado ni mkubwa, na sisi tuliona hata wakati tunasaidia wasichana inabidi utafute nafasi labda Agape Shinyanga au uende Kiwohede, yani na sehemu zinakuwa zimejaa na wakati mwingine wasichana wanakosa usaidizi. Kwa hiyo tunaamini wasichana tutakuwa tumekuwa sehemu ya kuongeza nguvu kwa wasichana kuweza kupata msaada kipindi ambacho wanapitia upatikanaji wa haki. Na tunafahamu swala la ukatili wa kijinsia bado ni changamoto kubwa kwenye nchi yetu. Ukatili wa aina mbalimbali kwa wasichana, masuala kama ndoa za utotoni ambao wakati mwingine anafanya wasichana wakimbie nyumbani kwao, ukatili mbalimbali wanaofanyiwa wa kimwili, wa kisaikolojia ambao unapelekea wakati mwingine kuhitaji msaada. Kwa hiyo tunaamini kituo hiki kitakuwa ni sehemu ya kuongeza nguvu hizo. Na hii ikiwa na lengo la kuhakikisha kwamba mtoto wa kike kwanza anatambua haki zake za msingi, lakini pale anapokutana na changamoto au madhira yoyote ya unyanyasaji dhidi yake, yawe ya kijinsia, yawe na mambo mengine, kwa sababu tunapomwongelea mtoto huyu atumuongelei tu yule aliyepo shuleni, hata katika jamii yetu kwa ujumla. Kwa hiyo halmashauri inaendelea kusimamia mabaraza haya, lakini pia inaendelea kusimamia sheria, kanuni na miongozo ambayo ipo katika kumlinda mtoto, na kutoa rai kwa wadau mbalimbali kwamba jukumu la kumlinda mtoto si jukumu la serikali pase, bali ni jukumu la jamii nzima. Tunao wajibu wa kuwalinda watoto katika mazingira yetu. Katika kipindi cha miaka 10 katika kuangalia ni kwa namna gani tunaweza kutatua changamoto hizi, tuliona kuna ukosefu wa mazingira salama ama nyumba salama. Kama ambavyo mmesikia katika shughuli hii, Tanzania hazizidi 4. Kwa hiyo watoto wa kike wanaopata changamoto mbalimbali hawana sehemu ama niseme manusura, hawana sehemu salama ya kuweza kukaa, lakini pia kusaidiwa kurudi katika jamii pale watakapokuwa wamepata zile changamoto. Kwa Msichana Initiative kupitia mkakati wetu ambao unaisha 2027, tunaona kuna umuhimu wa kusaidia katika kuchangia juhudi za serikali, hususan katika mpango wa taifa wa kutokomeza ukatili wa kijinsia eneo la kidhima la 6, ambalo linasisitiza katika kuimarisha huduma saidizi na itikizi kwa manusura wa ukatili wa kijinsia, wanawake, wasichana na watoto. Yale matakwa ambayo ya bosi au mtu yule ambaye anataka kupatia kazi ukashindwa kuyatimiza, basi unaikosa ile kazi. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu wewe ni msichana. Yani kuna mazingira fulani labda unakuta bosi anakutaka ili kwamba wewe uweze kupata kazi, anataka kwanza awe na wewe. Kwa hiyo mazingira kama hayo tunaona kwamba kulingana na kituo hiki kwamba ni rasmi kwa ajili ya wasichana na changamoto ambazo tunazopitia, ni moja wapo ni hiyo kwamba kitaweza kusaidia wasichana wengi. FM.